swali langu, Young Africans ina uongozi ambao unafahamika vizuri na tunaufahamu kwa mapana yake. Una utaratibu wao wa kutoa taarifa pia. Lakini tumeshuhudia siku za hivi karibuni, hususan kwenye sakata hili, kumekuwa na mwendelezo wa hawa wazee kuzungumza na wanafanya press zao pale pale kwenye jengo la Young Africans. Na moja kwa moja wanazungumza vitu hivyo katika namna yao ambayo wao wanaiona inafaa. Kwako wewe ukilitazama hili, unaweza kusema labda pengine inatoa ishara kwamba huu unaweza kuwa labda ni moja kati ya sehemu ya mipango kazi ya club kuelekea kwenye hili jambo, na pengine sio maamuzi tu ya hawa wazee wenyewe kuibuka kutoka sehemu moja kuja kuzungumza hili? Swali zuri, Musa Mkwaju, na niweke wazi ya kwamba wazee kutumia jengo la Dar es Salaam Young Africans, hiyo ni haki yao wakiwa kama wanachama, lakini pia mashabiki na wapenzi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo hawawezi kunyimwa hiyo haki ya kutumia hilo jengo kutoa maoni. Hicho ambacho wamekizungumza wazee ni maoni yao ambayo huwezi kumzuia mtu kutoa maoni kutokana na kile ambacho bado kinaendelea. Na Dar es Salaam Young Africans kama klabu wakiwa na huo msimamo wao wa kuhitaji wapatiwe hayo majibu ya huo uchunguzi ambao unafanyika katika mamlaka za juu za soka, wanawatumia pia wanachama na mashabiki kwa sababu ndio wenye nguvu na ndio wenye sauti kubwa zaidi. Lakini katika uongozi wa Yanga, hao ndio ambao wakieleza jambo lao ama wakihitaji kufahamu jambo lao, wakipaza sauti yao kwa sababu ya status waliokuwa nao kama viongozi wa taasisi ya soka hapa nchini Tanzania, wana uwezo mkubwa wa kuwafanya watu wakawasikiliza kwa utimamu. Lakini hawa wazee wamekuja na hizi allegations zao na wanavyosisitiza ya kwamba mashabiki kutoka mikoani wasiingie mjini Dar es Salaam kwa ajili ya kutazama mchezo huo. Moja kwa moja wanaonesha kwamba wapo tofauti na maamuzi ya bodi ya ligi kuupangia ratiba mchezo husika. Wakati klabu ndani ya klabu kwa maana ya timu pamoja na benchi la ufundi wakiendelea kujiandaa na michezo iliyosalia ukiwemo pia mchezo wa dabi, inanipa mashaka kuona hawa wazee wakiwa hawahitaji timu hao iende kutafuta alama 3 dhidi ya Simba katika mchezo ambao moja kwa moja utaenda kutoa ishara ya nani ambaye atakuwa bingwa msimu huu. Ubingwa kati ya hizi timu mbili, Simba na Yanga, wanategemeana katika matokeo ambayo wanayapata dhidi ya pale wanapopambana baina yao wenyewe kwa wenyewe, kwamba Simba anapokuwa katika ngazi za juu ama tunasema katika level ya juu katika kiwango cha msimu husika, ni lazima apate ushindi dhidi ya mpinzani wake ili huo ubingwa angalau uwe na hadhi ya juu. Ni sawa sawa kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans. Sasa ambacho kinazungumzwa na hawa wazee, kwangu mimi nakiona sio sahihi. Ndio wanaendelea kuweka msisitizo katika jambo lao, lakini kutoa hamasa kwa watu kubaki mikoani wasije kutazama mchezo wa dabi, kwa sababu hiki ambacho kinasemwa na mashabiki sio ambacho kinasemwa na viongozi wa Dar es Salaam Young Africans wenyewe. Si ndio? Viongozi wa Dar es Salaam Young Africans, nani ambaye anapaza sauti yake kusema kwamba Yanga hawachezi? Hakuna hata mmoja. Unawasikia wachezaji wakisisitiza katika mitandao ya kijamii labda ama wakizungumza kwenye vyombo vya habari kwamba na wao pia wanaendeleza hicho ambacho kinasemwa na mashabiki hawachezi? Hapana, huwezi kuwasikia. Kwa maana gani basi? Wazi kabisa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kinajiandaa kuelekea mchezo wa dabi tarehe 15, sio mbaya, tumebakiza takriban siku 9 kuelekea mchezo huo. Wapinzani Dar es Salaam Young Africans wenyewe wanatambua kwamba watani wao wa jadi Simba nao wanajiandaa na huu mchezo. Sawa, wamepewa jengo kulitumia kuweka hiyo kufanya hiyo press, lakini hicho wanachokizungumza ni maoni yao na wanafanya vizuri kuendelea kuwakumbusha mamlaka za soka. Lakini nao pia wanapaswa waheshimu maamuzi ya bodi ya ligi kuupangia mchezo ratiba, kwa sababu bodi ya ligi ikiwa chini ya mwamvuli wa TFF inafuata kalenda ambayo FIFA wanahitaji hizi mechi zimalizike kwa kipindi fulani ama zichezwe kwa kipindi fulani, kupisha mashindano mengine ambayo nayo yataendelea, kwa sababu wachezaji wa hizi klabu wanapomaliza majukumu ya hizi klabu zao wanapaswa kuelekea katika timu zao za taifa kushiriki mashindano mengine ya kimataifa. Mwingiliano huu wa ratiba utakapotokea wakati ligi bado haijamalizika, labda kuna huyu mmoja anasema kwamba hachezi na asipocheza kuna maamuzi ambayo atakuja kufanyika ambayo yatasababisha ligi ya Tanzania hii katika kizungumkuti mwishoni mwa msimu. Ina maana gani basi? Ratiba nyinginezo zitaingiliwa kwa katika namna ambayo haifai, na mwisho wa siku kuharibu sifa ya soka la Tanzania kiujumla.